Kumtumikia Bwana ni kuwatumikia watu. Narudia tena. Kumtumikia Bwana ni kuwatumikia watu. Mwambie mwenzako, kumtumikia Bwana ni kuwatumikia watu. Kwa mfano, unaomba sana ili ufanyeje? Ili upate nguvu ya kuwaombea watu wapone. Unafunga sana ili ufanyeje? Ili upate nguvu ya kuhubiri watu watoke dhambini. Unaomba sana ili weje? Ili washirika wako angalau maisha yao yawe na nafuu kimaisha, wawe na nyumba, wawe na gari, anayetaka kuoa aoe, anataka kuolewa aolewe, uchumi wa nchi uimprove ili na wao wapate kitu, kwa sababu nchi ilivyo inahusiana sana na maisha yako yatakuwaje. The economy of the country determines the citizens of the country. Uchumi wa nchi ukiwa mzuri, basi na wananchi wake watakuwa na uwezo wa kupata kazi, uwezo wa kulima. Kwa hiyo unapokuwa unaomba ili kusudi Mungu afanye mazingira mazuri ya wananchi au watu kupata mahitaji yao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ni kuwatumikia watu. Na ndiyo maana hata utumishi wa serikali, mkuu wa mkoa ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya watu. Rais ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya watu. Na mtumishi wa Mungu anaweza kuadhibiwa na Mungu. Kwa hiyo uwe unamjua Yesu, humjui Yesu, lakini kila nafasi alionayo mtu, ama ni ya kisiasa, ama ni ya kiuchumi, ama ni ya kimedical, umepewa na Mungu kwa wakati, ili kupitia hiyo nafasi uwatumikie watu wa Mungu, upate thawabu kutoka kwa Mungu. Tumpigie Mungu makofi.